muungano una faida. Tumekuwa na intermarriage, lakini tumekuwa Zanzibari, nchi yetu ina eneo dogo la ardhi, lakini ina eneo dogo la fursa za kibiashara. Leo Wazanzibari wangapi wanafaidika na uwepo wa Tanganyika, eneo kubwa la ardhi. Tumeanzisha kilimo, tumeanzisha makazi, tumeanzisha mambo chungu mzima. Laiti jamii yote ile ingelikuwa Zanzibar isingetosha. Leo unaona hakuna nchi yenye migogoro mingi ya ardhi kama Zanzibar, kwa sababu eneo dogo, population inakuwa kubwa, hatuwezi kuimudu. Lakini kuwepo kwa muungano tunapata faida kutumia eneo la pili la muungano. Lakini pia kwa biashara, leo ukienda Kariakoo, ukienda Ilala, ukienda Dodoma, mambo mengine yote, unaona jinsi Wazanzibari wingi wanaomiliki shughuli za kibiashara za kiuchumi katika maeneo. Hakuna faida kubwa kama faida ya maisha ya watu. Muungano huu ni wa watu. Lakini cha pili, ukiwasikia hata wengine, shida si muungano. Wao shida aina ya muundo ya muungano. Kila mtu anakuja na aina yake. Sisi tunasema muundo wa serikali mbili ndio sahihi kwa ajili ya kuulinda usije ukavunjika. Lakini labda niseme kwa nini muungano huu ulikuwepo. Nadhani Bwana Sadala ufahamu kwamba visiwa vya Zanzibar kwa mujibu wa kumbukumbu za waandishi vimeanza kutambulika tangu karne ya 3 before Christian, zaidi ya miaka 500 iliyopita nyuma. Tangu karne ya 3. Na wageni kutoka nje ya mwambao wa Afrika Mashariki walianza kuja katika kati ya karne ya 7. Walikuwa wa Yemen, wa Irani pamoja na wa Syria. Tumeona kwa sikia kuna watu wanaitwa Shirazi, lakini walipokuja hapa waliwakuta wazao waliotangulia kwenye hivi. Kuna nchi ziko kwenye miungano kama yetu, umoja wa nchi za Kiarabu. Kuna Ras Al Khaimah pale, sawa? Kuna Dubai, kuna Abu Dhabi. Ziko nchi pale kwenye umoja wa nchi za Kiarabu kama Zanzibar is autonomy. Sawa? Tuwe na kiti. Kiti sawa. Kiti ndo nini? Nimekutajia nchi hizo ni tajiri. Mfano mwingine nikupe. Kuna nchi inaitwa wanaita Taiwan, iko China. Taiwan ina kiti Umoja wa Mataifa. Taiwan ina nguvu za kijeshi nzuri, nguvu ya kiuchumi na nguvu ya teknolojia. Njoo Hong Kong, njoo Macau, China. Zina uchumi mkubwa, kote huko tumefika. Tumeona, tumetembea. Lakini kuna nchi zaidi ya 19 zipo kwenye listi ambazo si wanachama wa Umoja wa Mataifa na nchi tajiri. Zina uchumi mzuri. Zanzibar ina faida mbili. Ina faida kuwa na serikali yake ya ndani ambayo inaweza kufanya mambo yake, na ndio maana leo kuna miradi. Dr. Mwinyi ana miradi mingi. Dr. Mwinyi ana uwezo wa kupata pesa katika vyanzo vyake vya ndani, lakini anapata pesa kwa loans and credit zote zinakuja kwa jamhuri, kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar ina portion yake, na sasa hivi tumetoka kwenye 4.5 tuko 9%. Kwa maana hiyo mkopo na misaada yote inakuja kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano. Zanzibar inapata sehemu yake, lakini mikopo inakuja kwa Zanzibar peke yake haipati bara, inapata Zanzibar peke yake na inafanya mambo yake. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba sisi tukimchagua mtu hatumchagui kwa kabila lake, hatumchagui kwa dini yake, wala hatumchagui katokea wapi. Tunaweza tukawa na rais Mzanzibari madam kakizi sifa za chama chake ama chama chetu, kakizi sifa za Watanzania wanazozitaka. Tunaweza kuwa na rais Mtanganyika madam kakizi sifa na vigezo. Mfano sisi ndani ya chama chetu tuna sifa ambazo za kukupima kukupa uongozi, sawa? Kwa maana tuache sifa ziamue, si ukanda, ukabila, udini, ueneo unapotoka. Tuache sifa na tumwachie rais kwa mujibu wa katiba, kapewa yeye kumwangalia mtu gani ana uwezo kwenda kunisaidia kwenye eneo gani. Haijalishi unatoka Tabora, haijalishi unatoka Micheweni, haijalishi unatoka popote pale. Tuache sifa ndizo ziamue kuwapata nafasi. Chadema mwaka 2015
walipokuwa kwenye umoja wa Ukawa walipata kura za rais 42%. CCM tulikuwa taabani kipindi kile, mgombea alikuwa Edward Lowassa. Walikamata majiji yote. Hawa leo kina Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji sasa hivi, walikuwa ndo wabunge wa Chadema. Kina Kubenea, yani Dar es Salaam yote ukiacha Ilala walikamata wao, majimbo yote, Ubungo wapi Kawe kule. Na tume ndio hiyo wanasoma leo tume haifai. Lakini kina Heche, kina Lisu, Lema, kina Mbowe na wengine walikuwa wabunge zaidi ya vipindi vitatu. Nikuulize wewe, kule Singida Lisu kama mbunge vipindi vingapi? Vingapi? Aliposhinda katangazwa kutangazwa. Tume ndio hiyo. Kwa maana unapata tafsiri gani? Kama unasema tume ilikuwepo inaongozwa na vyombo vya ulinzi na usalama, kwani kipindi hicho 2015 kulikuwa hakuna usalama? Kulikuwa kuna polisi? Kulikuwa kuna jeshi? Mbona alitangazwa? Kina Boniface hao, si ndio alikuwa meya wa jiji la Dar es Salaam? Kwa maana sio kweli. Tume inapofika pahala haki imejidhihiri, watakupa tu haki yako. Ikulu ya Dar es Salaam ilikuwa jimbo lile linamilikiwa na mpinzani. Uongo kweli? Sasa wenzetu hawana hoja ya msingi. Kwa nini 2015 mlishinda viti vingi tu? Mlikuwa na wabunge wengi tu. Na tume ndio hii ilikutangazeni. Mkampaka mna mamea, jiji la Mbeya lote walichukua, Arusha, Moshi, Dar es Salaam, Mwanza. Sasa tukabaki na Tabora, Dodoma. Lakini yale majiji yote makubwa haya yapo, na ukigogo utaona resulti. Kwa maana sio kweli. Ni kweli kama kuna mambo tunataka tuzungumze kama taifa, tuzungumze kama taifa, tuzungumze. Lakini sio kweli kwamba kikwazo ni tume. Kikwazo ni wao wenyewe kutokuwa wamoja, kujihisi kila chama kikubwa kinaweza kwenda peke yake. Huwezi Tanzania hii ukaishinda CCM ukenda kama wewe. Kama wanataka kuleta upinzani ndani ya nchi hii, uonekane waje organize, wawe wamoja, ndio waje kukabiliana na sisi.